maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Haleluya. Nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka la mafunuo ya Mungu mkuu na Kristo Yesu. Njombe, ninawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tanzania, ninawasalimia katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Njombe Net Event 2026. Njombe Net Event 2026. Amen. 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 Tunamshukuru Mungu sana kwa mbaraka huu mkubwa ambao ametupatia kuiona siku hii ya leo, siku ambayo imeombewa sana, siku ambayo imesubiriwa sana, siku ambayo tumeitamani, na Bwana ametubeba kwa neema yake. Tumefika tarehe 9 mwezi wa 5, na leo tunafungua mikutano hii ya mahubiri ya Injili kutokea hapa Njombe, tukienda duniani kote, tukiambia dunia iliyokata tamaa ya kwamba lipo tumaini lenye baraka. Mungu ni mwema, tunamshukuru, tunamtukuza, tunalihimidi jina lake. Amestahili heshima na sifa na utukufu na adhama na ukuu na uweza ni vyake, na vitabaki kuwa vyake milele zote. Kwa namna ya pekee ni washukuru viongozi wa kanisa katika nchi hii ya Tanzania, union zote mbili, union ya kusini mchungaji Mngwabi, mchungaji Mwakalonge, Elda Shabatu, union ya kaskazini Dr. mchungaji Mpwani, mchungaji Enoch Sando pamoja na Elda Mavanza. Tunawashukuruni sana kwa uongozi wenu wa kazi ya Mungu hapa. Tunawashukuruni sana kwa kazi njema mnayoifanya, kwa sapoti kubwa ambayo mmeitoa katika mahubiri haya. Bwana azidi kuwabariki sana. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa jimbo hili la Nyanda za Juu Kusini chini ya uongozi wa mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga. Hilo jina lazima uliseme tu lote kama lilivyo. Pastor, tunawashukuruni sana kwa maandalizi mazuri ya mkutano. Bwana azidi kuwabariki. Tulipokuja hapa kuzindua, palikuwa panaonekana tofauti sana. Mumefanya kazi kubwa usiku na mchana. Tunawaombea neema kubwa. Uongozi wa ATAPE, ninaona kamati kuu ya ATAPE imeketi pale chini ya uongozi wa Engineer Moses Masienene pamoja na viongozi wenzako, wadhamini wakubwa kabisa wa mikutano hii ya Injili. Tunawaombea baraka tele. Mumetumia taaluma zenu na mumetumia vipawa vyenu, mumetumia vile Bwana alivyoviweka mikononi mwenu kuifanya kazi yake. Kwa njozi hii kubwa tunawaombea baraka nyingi kutoka kwa Bwana. Uongozi wa kanisa mahalia hapa Njombe, hapa chini ya mchungaji Managina, yes, wamefanya kazi kubwa kabisa ya kuandaa mkutano huu. Jamani, Bwana awabariki sana. Kamati ya maandalizi ya effort hii, tunawaombea neema tele. Asanteni kwa maandalizi mazuri. Asanteni kwa kutupatia sehemu nzuri ya kukutana na Mungu wetu. Tunawashukuru kwa vyakula tunavyokula, kwa sehemu tunazolala. Kamati, Bwana azidi kuwabariki sana.
Wainjilisti wameanza kufanya kazi hapa kuanzia mwezi wa 3, na tumeambiwa ya kwamba kila Sabato watu wamekuwa wakimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wamekuwa wakisaidiana na wachungaji wa mitaa hapa Njombe. Wainjilisti mlioacha mambo yenu na shughuli zenu na kuitikia wito huu wa Bwana, pamoja na wachungaji wa mitaa ya eneo hili, jamani, Bwana azidi kuwabariki sana. Ninaleta shukrani kwa washiriki wote na wale wote ambao wamekuwa wakiombea mikutano hii. Tumeendelea, mimi pamoja na wenzangu, tumeendelea kupokea meseji za kutia moyo, watu wakitukumbusha kwamba wanatuombea usiku na mchana. Tunawashukuruni sana na tunawaomba muendelee kutuinua katika maombi, ili katika wiki hizi 3 asionekane yoyote, asisikike yoyote. Kristo na Kristo peke yake adhihirike kupitia mikutano hii ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Sasa muda umefika tulisome neno la Bwana kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 16. Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 16. Waliolikariri fungu hili, simameni kwenye miguu yenu. Kama umelikariri fungu hili, simama kwenye miguu yako. Sasa usishawishike kumsindikiza jirani yako aliyesimama ambao wamewahi kulisikia fungu hili la Yohana 3:16. Simama kwenye miguu yako kama umewahi kulisikia. Ambao wamewahi kulisoma, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Simama kwenye miguu yako. Sasa na wewe ambaye hujasimama, wasaidie waliosimama kusimama. Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Utaimbwa wimbo, na wimbo utakapokuwa ukiimbwa, wewe anza kuongea na Mungu ndani ya moyo wako. Mwambie Mungu, natamani nisikie sauti yako. Ninaomba unisamehe na unitakase. Mwambie Mungu, ninaomba unifinyange na uniumbe upya. Ninaomba useme na moyo wangu mchana wa leo. Wimbo unapoimbwa, mlilie Mungu wako. Lakini kama unaye ndugu, unaye rafiki, unaye jirani ambaye unatamani akutane na Mungu kupitia mikutano hii, wimbo unapoimbwa utamuombea huyo rafiki, huyo ndugu kwa jina lake. Mwambie Mungu, tunaanza mikutano hii, ninaomba kufikia mwisho wa mikutano hii, huyu ndugu yangu, huyu rafiki yangu, huyu jamaa yangu akutane na akuone na wewe. Wimbo unapoimbwa, wewe utakuwa umeinamisha kichwa chako, umefunga macho yako, na unauinua moyo wako mbinguni kwa njia ya maombi. Fungua moyo wangu nisikie mara, jaza roho na sifa
sifa zako Bwana. Kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuruni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Nena kwa wana wako, waonyeshe njia, wajaze kwa furaha, fundisha kuomba, wajifunze kutoa maisha kamili, wahimize ufalme, tumwone Mwokozi. Kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuruni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Nisikie maneno, huachwi upweke. Baba, saa imefika ambayo sasa ni lazima Kristo ainuliwe juu. Na neno lako liko bayana ya kwamba Kristo anapoinuliwa juu siku zote huwa anatuvuta karibu na yeye. Tafadhali Bwana, tuvute kwa kamba za pendo lako. Tukuone katika ukuu wako na katika utukufu wako. Tukuhisi katika vina vya mioyo yetu. Tukusikie sauti ile ya upendo na ya upole ikituita kutoka katika dhambi na kutukaribisha katika neema yako inayookoa. Tawala kutano hili. Ninaomba Bwana, usiruhusu madhaifu yangu yazuie ujumbe wako kuwafikia watu wako. Dhihirika Mungu, inuka, tukuzwa mahali hapa. Na tunakuahidi Bwana ya kwamba kwa yote utakayotenda, sifa, shukrani na utukufu vitabaki kuwa vyako milele zote. Na wito utakapoitwa, mpatie mtu mmoja hapa ujasiri wa kusimama na kutembea kwa ajili yako. Asante Kristo, kwa sababu tayari kabla ya kuomba ulikwisha tenda. Maana tumeomba katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen.
Yohana 3:16 ni fungu linalofahamika sana, si tu kwa Wakristo na hata wasio Wakristo. Ni fungu ambalo limekaririwa na wanaokwenda kanisani na hata wasiokwenda kanisani, wanaoshinda kwenye ibada na wanaoshinda kwenye vilabu vya pombe. Ukiwauliza kariri fungu la Biblia, yawezekana Yohana 3:16 likawa ni fungu la haraka sana kukaririwa. Yohana 3:16 ina jumbe nyingi, lakini kwangu Yohana 3:16 ni ujumbe uliojaa neema na upendo wa Mungu. Kwangu Yohana 3:16 ni ujumbe uliowekwa au ulioandikwa zaidi ya miaka 2000, lakini hata sasa bado ujumbe huo umesimama imara. Yohana 3:16 kwangu ni tumaini kwa watu waliokata tamaa. Yohana 3:16 kwangu ni injili ambayo imewekwa kwenye summary fupi. Kwangu Yohana 3:16 ni moyo wa injili. Yohana 3:16 inaanza na Mungu anayeupenda ulimwengu, inamalizikia na Mungu anayetaka kuishi na wanadamu milele zote. Yohana 3:16 kwangu ni barua iliyoandikwa kwa matone ya damu, ni ramani ya maisha ya watoto wa Mungu katika dunia hii wakisubiria ujio wa Yesu mara ya pili. Yohana 3:16 imeandika habari ya mpango wa Mungu kumwokoa mwanadamu. Yohana 3:16 ni malipo kamili ya gharama ya dhambi. Baada ya Yohana 3:16 shetani hakudai chochote, maana kupitia Yohana 3:16 gharama yote ya dhambi imelipwa. Na sasa kwa sababu ya Yohana 3:16 hatuishi chini ya laana, tunaishi chini ya tumaini lenye baraka. Yohana 3:16 imewekwa katikati ya watu wawili. Yohana 3:16 inavuta makundi mawili ya binadamu. Ukisoma Yohana 3:1 mpaka 12 unaona habari ya Nikodemo. Nikodemo alikuwa ni msomi mkubwa katika masomo ya teolojia pamoja na sheria. Nikodemo alikuwa ni tajiri mkubwa na mtu mashuhuri. Nikodemo alikuwa mtu mwenye mamlaka na nguvu, maana aliheshimika sana kwenye jamii ya watu wake. Nikodemo alifahamika kama mtu mtakatifu, maana alikuwa ni Farisayo, na wanafunzi wazuri wa Biblia wanajua ya kwamba Nikodemo alikuwa ni kiongozi wa baraza la Sanhedrin. Baraza la Sanhedrin labda ni equivalent na kamati kuu ya General Conference leo. Yaani ni baraza la juu kabisa la kiroho kwa wakati wake. Nikodemo alikuwa mtu wa dini sana. Alikuwa ni Farisayo. Sasa hawa mafarisayo, moja ya sifa yao kubwa, walikuwa wamekariri vitabu vya Tora. Yaani vile vitabu vya kwanza 5 vya Biblia vilikuwa kichwani. Wewe inabidi usome Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Wao walikuwa wameikariri. Yaani inashuka tu kama maji. Farisayo alikuwa ni mtu ambaye lazima awe na kisima nyumbani kwake. Maana ikifika Ijumaa kabla ya jua kuzama, Farisayo ilikuwa lazima ajibatize na kujitakasa kuingia masaa matakatifu ya Sabato. Huyo ndio Nikodemo huyo. Farisayo
Farisayo walipewa amri moja ya 4 ya kuikumbuka siku ya Sabato waitakase, na iliwaambia siku 6 wafanye kazi, watende mambo yao yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wao. Wao wakaona hii amri ili waitendee haki, ili waishi vizuri, ni lazima watengeneze visheria vingine vidogo vidogo ambavyo wakivishika kwa kikamilifu watakuwa wameitunza amri ya 4. Na visheria hivyo vilikuwa ni 633. Na Nikodemo alivishika. Visheria hivyo vilikuwa vinasema kwamba kutembea na handkerchief kama hii siku ya Sabato, umeibeba tayari, umeshaivunja Sabato, maana umefanya kazi ya kubeba handkerchief. Kwa hiyo Mafarisayo walikuwa wabebi handkerchief, lakini walikuwa na akili nyingi sana. Walitafuta pini na kuzifungia handkerchief kwenye makoti yao, alafu wanasema sio mimi nimeibeba, ni koti. Koti ndio limebeba handkerchief, sio mimi. Farisayo siku ya Sabato, huyu Nikodemo alikuwa hawezi kujisaidia haja ndogo nje, kwa sababu yawezekana tu yale maji yanaweza yakatoka pale yakigusana tu na mmea. Ameharibu Sabato, maana amemwagilia siku ya Sabato. Waliishika sheria, watu watakatifu walionyoka. Tunaambiwa kwamba katika Yohana sura ya 3 fungu la 1 na la 12 tunamuona Nikodemo, mtu mtakatifu, mtu tajiri, mtu mashuhuri, mtu aliyeheshimika katika jamii. Lakini ukifika Yohana sura ya 4 unakuta habari za mwanamke Msamaria, hata jina lake halitajwi. After all, she's just a woman. Ni mwanamke tu. Katika jamii hiyo wanawake walikuwa sio mtu wa kuheshimika. Wanawake walikuwa ni kama chini. Nitaelezaje sasa nijaribu hivi. Mnakumbuka ile amri ya 10 ile, usitamani mali za jirani yako, alafu wanaanza sasa kulisti mali, wanasema ndio sasa usitamani mke wa jirani yako, mali ya kwanza, nyumba ya jirani yako, mali ya pili, usitamani mifugo ya jirani yako. Yaani mtu sio mtu pasei, ni mwanamke tu, halafu sio Muisraeli, hatoki kwenye taifa la waliochaguliwa na Bwana, ni Msamaria. Wasamaria ni watu ambao walikuwa hawafai. Hata hivyo Waisraeli waliwaita Wasamaria mbwa. Ndio maana siku ile yule mama alipokuja na mtoto wake akimlilia Yesu amsaidie, Yesu akamwambia siwezi nikawapatia mbwa chakula cha watoto. Walifahamika kama mbwa wa dhambi, wachafu. Mwanamke huyu alikuwa ni maskini asiyejiweza. Mwanamke huyu alikuwa ni mpweke. Ndio maana hata muda wa kuchota maji hawezi kwenda na wenzake, inabidi aende mchana. Mwanamke huyu alikuwa ni mzinifu, alikuwa ni mwizi wa waume za watu, mwizi kabisa wa waume za watu. Maana hata ile siku katika Yohana sura ya 4 Yesu anamwambia hata mwanaume aliyeko nyumbani mwako leo bado sio mume wako. Alikuwa mwanamke asiyefaa. Usingetamani kuonekana ukiongea na mama huyu. Yaani mwanaume ukionekana unaongea naye, mke wako lazima akuulize mlikuwa mnaongea nini. Halafu mwanaume akiona mke wake anaongea na mwanamke huyu, lazima mume pia aulize rafiki gani huyu. Mwanamke aliyekataliwa na jamii, a broken human being, mtu asiye na thamani. Huyu Nikodemo alikuwa anawakilisha watu ambao mambo yanawaendea vizuri. Nikodemo alikuwa anawakilisha watu wanaojali mambo ya kiroho na ibada. Nikodemo anawakilisha watu ambao familia zao ziko vizuri, kuna amani, kuna upendo, kuna furaha nyumbani. Nikodemo alikuwa anawakilisha watu wenye uchumi imara. Nikodemo anawakilisha wanaatape, hawalili njaa, wanasema Yesu moyoni, pesa mfukoni. Hayo ndio yalikuwa mambo ya Nikodemo. Vibudget vidogo vidogo havikuwa shida ya Nikodemo. Nikodemo alikuwa anawakilisha watu wanaoishi
kuheshimika katika jamii. Nikodemo ni uwakilishi wa watu wenye vyeo na mamlaka, lakini mwanamke huyu wa Yohana sura ya 4 ni mwanamke Msamaria akiwakilisha watu wasiojali mambo ya kiroho na ibada. Ni mwakilishi wa watu waliochoka na kukata tamaa. Mwanamke huyu anawakilisha wadhambi na wachafu wasiokubalika katika jamii na watu wasio na tumaini. Mwanamke huyu ni uwakilishi wa maskini na mafukara, wahitaji, watu waliohukumiwa, watu wasiopendwa na wasiopendeka. Mwanamke huyu ni uwakilishi wa watu walioshindwa na maisha na tumaini limekufa ndani yao. Lakini wapendwa, katikati ya Nikodemo na mwanamke Msamaria imekaa Yohana 3 fungu la 16, na Yohana 3:16 imesimama katikati yao, kwa sababu Yohana 3:16 inafungua milango ya wokovu kwa wanawake na wanaume. Yohana 3:16 imekaa katikati ya Nikodemo na Msamaria kwa sababu Yohana 3 inawaita matajiri na maskini. Yohana 3:16 imekaa katikati yao kwa sababu Yohana 3:16 inawatafuta wenye elimu na wasio elimu, mashuhuri na wasio mashuhuri, viongozi wa kiroho na wa dhambi. Yohana 3:16 inawaita wanyonge na wenye nguvu, wanaomwabudu Mungu na wasiojua habari za Mungu. Yohana 3:16 inawaita wanaomtafuta Mungu usiku kama Nikodemo na wanaokutana na Mungu mchana kama mwanamke Msamaria. Yohana 3:16 inawatafuta watu wa kila kabila na kila lugha na kila jamaa, ikiwaambia lipo tumaini lenye baraka la kufanywa warithi wa uzima wa milele. Ndio maana Tito sura ya 2 fungu la 11 neno linasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Wapendwa, neema ya Mungu haina ubaguzi. Neema ya Mungu ni kwa ajili ya wanadamu wote, ni kwa ajili ya wadhambi na watakatifu, wanaokwenda kanisani na wanaoshinda kwenye vilabu. Neema ya Mungu inawatafuta walevi na wazee wa kanisa. Neema ya Mungu inatafuta waimba kwaya na waimba rap music. Neema ya Mungu inatafuta wanaume na wanawake, vijana na wazee. Wapendwa, neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa sababu ya Yohana 3:16 iliyoko katika Nikodemo na mwanamke Msamaria, basi Nikodemo alipata nafasi ya kuonana na Yesu, lakini Yohana 3:16 ilimpatia mwanamke Msamaria nafasi pia ya kuonana na Yesu. Nikodemo alipata nafasi ya kuuliza maswali kwa Yesu. Anamwambia, mimi sasa mtu mzima nitazaliwaje mara ya pili? Lakini Yohana 3:16 ilimpatia mwanamke Msamaria nafasi ya kumuuliza Yesu maswali. Yohana 3:16 iliwapatia wote nafasi ya mazungumzo ya faragha. Nikodemo aliongea na Yesu peke yake. Mwanamke huyu pia alizungumza na Yesu peke yake. Na the common ground ni Yohana 3:16. Yohana 3:16 iliwafanya wote wapate badiliko la kiroho kutoka katika mambo ya dunia hata kwenye mambo ya uzima wa milele. Yohana 3:16 ilimfanya Nikodemo aondoke na kupeleka habari za Yesu. Lakini ni hii Yohana 3:16 ilimfanya mwanamke aondoke akipiga kelele akisema, njoni muone mtu. Njoni. Yaani Yohana 3:16 imemfanya mdhambi na mtakatifu wote kuwa wahubiri wa Injili. Wapendwa, hata kama Biblia yote isingeandikwa, tukapewa fungu la Yohana 3:16 linatosha kwa ajili ya wokovu wetu. Yohana 3:16 wapendwa, inaongelea upendo wa Mungu.
Na upendo unaoongelewa hapa ni upendo wa agape, the ultimate sacrificial love, upendo wa juu kabisa wa kujitoa. Upendo unaoongelewa hapa ni upendo ulio kamili, upendo usiobagua, ni upendo halisi, ni upendo wa kujitoa kikamilifu. Upendo ambao Mungu anatupatia ni upendo usioisha, ni upendo usiochoka wala kupungua viwango, ni upendo unaoinua walioanguka, unaosafisha waliochafuka, ni upendo unaomtafuta mdhambi bila kukata tamaa. Upendo unaoongelewa hapa ni upendo ambao hausubiri mdhambi ajitakase ili amfuate Yesu. Ni upendo unaomtafuta mdhambi. Ni upendo unaosafisha. Nikifikiria upendo unaosafisha, ninakumbuka tulipopata mtoto wetu wa kwanza, miaka 9 sasa imepita. Mtoto akaumwa mafua, Elda Mavanza. Kakipiga chafya, kamasi nyingi zinatoka. Halafu baada ya muda kanashindwa kupumua, kanaanza kupumulia mdomo. Tunasema sasa tumsaidiaje huyu jamaa apenge mafua huyu? Maana tungeweza tu kumsaidia afanye pua zingefunguka. Sasa tukiwa tunahangaika mama Butoke senior, sio huyu aliyeimba, yule mwingine aliyenizaa sasa. Alikuwa pale anasema, jamani, mbona mnakimbizana, mnaingia, mnarudi, mnapiga simu? Shida ni nini? Tukamwambia huyu jamaa ana mafua na hawezi kupumua vizuri. Tunatamani hiyo kamasi zitoke ili apumue. Mama akasema hiyo kitu kidogo tu, hiyo mleteni hapa. Alafu mama akashika yule mtoto, mdomo wa mama ukakutana na pua za mtoto. Mama akanyonya, akatema pembeni. Mimi hapo tayari nasikia kichefuchefu, hata sitaki kuona. Akanyonya tena. Yohana 3:16 inasema upendo wa Mungu hausubirii usafishwe. Yeye yuko tayari kuja na kunyonya makamasi ya dhambi zako. Yeye yuko tayari kuvinyonya vyote, udhaifu wako, ubaya wako, kushindwa kwako. Anasema njoo nitakusaidia. Ni upendo ulio kamili wa Yohana 3:16. Mungu angekuwa anasubiria tutakasike ndio atusaidie, ni nani kati yetu angesimama? Lakini Yohana 3:16 inasema kama mtoto mwenye makamasi, Mungu yuko tayari bila kichefuchefu kukusogelea na kukugusa uchafu wako. Alifanyika dhambi ili mimi nipate tumaini lenye baraka. Yohana 3:16 inawasafisha walio wachafu. Upendo wa agape ni upendo unayempenda asiyependeka. Upendo wa agape, ukimuona yule mdhambi, mlevi, kahaba, mwizi, jangili, unasema huyu ninamtafuta kwa ajili ya uzima wa milele. Huyu ninamtafuta kwa ajili ya uzima wa milele. Sisi ndio tunaona mlevi, Mungu anaona mrithi wa uzima wa milele. Sisi ndio tunaona kahaba, Mungu anaona mtu atakayeishi naye milele. Yohana 3:16 haijawahi kumkatia mtu tamaa. Yohana 3:16 inasema ya kwamba hakuna chochote kitakacho kutenga na upendo wa Mungu. Japo anaichukia dhambi, alikubali kufanyika dhambi ili wewe upate tumaini lenye baraka. Na ndio Paulo anauliza katika Warumi sura ya 8 fungu la 35, ni nani sasa? Ni nani baada ya kuona upendo huu wa agape wa Mungu mwenyewe kujitoa kwa ajili ya mdhambi? Paulo anauliza, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au njaa au uchi au hatari au upanga? Paulo anauliza, wewe uliyeketi hapa, ni nini kinachoweza kukutenga na upendo wa Kristo? Ngeukie jirani yako,
Mpe tabasamu. Tumeshaingia tayari Njombe Net Event. Mpe tabasamu. Hamna sababu ya kununa. Shika mkono wake. Halafu mwambie jirani, o jirani, nini kinaweza kukutenga na Mungu? Wewe huyo jirani ni kama anajibu. Hakuna jibu. Achana na mtu asiye na majibu. Geukia huyo mwingine huyo. Wewe unahangaika nini na watu wasio na jibu? Geukia huyo jirani mwingine. Mwambie jirani, o jirani, nini kinaweza kukutenga na upendo wa Mungu? Paulo anajibu swali hilo hilo katika Warumi 8 fungu la 38 na 9, anasema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu uliomo katika Kristo Bwana wetu. Haleluya. Wapendwa, nimesimama hapa nikileta tumaini lenye baraka linalosema ya kwamba hakuna kinachoweza kukutenga na upendo wa Mungu. Mungu anatamani aishi na wewe milele, na hilo hatabadilisha mawazo. Hatabadilisha mawazo. Yuko tayari kufanya vyote viwezekanavyo ili wewe na yeye muishi pamoja milele zote. Nini kinaweza kukutenga na upendo wa Mungu? Nini? Niambie, ni kitu gani kinaweza kukufanya wewe na Mungu mtengane? Ni masengenyo ya waimba kwaya wenzako? Nimesemaje? Hivyo hivyo. Maana kuna watu wakisemwa kidogo tu wanaama na ushirika. Alikuwa Njombe Central, sasa hivi yuko Mji Mwema na anaelekea Lupembe, maana huko nako sasa wameshamsema. Anatafuta mahali pa nini kitakutenga na upendo wa Mungu? Yohana 3:16 inasema, dhambi ilipotaka uangamie milele zote, Mungu alijitoa mwenyewe ili aishi na wewe milele zote. Hilo ndilo tumaini lenye baraka, wapendwa, ya kwamba Mungu hajakata tamaa, na kwa majuma matatu tutasimama hapa Njombe tuiambie dunia, haijalishi uko wapi, unanuka dhambi gani na ni majaribu gani yamekuangusha, Mungu bado anakutafuta ili wewe urithi uzima wa milele. Pendo wa Mungu. Ni kweli wapendwa Mungu, wanyama wazuri wa kondeni na ndege wa angani. Ni kweli kabisa Mungu ametupatia sato kule Ziwa Victoria. Ni kweli Mungu ametupatia vyote hivyo, na kuna mtu amekaa hapa anasema, mimi Mungu amenipatia mwenzi mwema. Haleluya. Mwingine anasema Mungu amenipatia watoto. Mwingine anasema Mungu amenipatia ajira. Na kuna mwingine amekaa hapa anasema Mungu amenipatia wito wa kuwa mtendakazi pamoja naye. Ni kweli ametupatia vyote hivyo, lakini Yohana 3:16 inatuambia kwamba Mungu ametupatia mwanae wa pekee, na kupitia huyu mwanae pekee Yesu Kristo, Mungu ametutua mizigo yote ya dhambi na hatia. Kupitia Yesu tumaini lililopotea linarejeshwa, na ndiyo maana tuko hapa Njombe kupiga kelele na kuiambia dunia, kupitia kafara ya Yesu Kristo, Yesu anakuja kuchukua watu wa kila lugha, taifa, kabila na jamaa, awapeleke wakae na yeye milele zote. Kupitia Yesu majeraha yetu ya dhambi yanatibiwa, vyote vilivyopotea kupitia Yesu vinarejeshwa, waliotanga mbali wanarudishwa. Kupitia Yesu machozi yanafutwa. Kupitia Yesu dhoruba na bahari za maisha zinatulizwa. Kuna ile wimbo wanaimba kwaya ya Magomeni, Bwana anenapo huzuni mashaka vyangu vinatoweka, na
Najua anajali. Huyu Yesu ni shahidi wa mambo yanipatayo. Ni kweli duniani tunazo taabu, ni kweli duniani tunaugua, ni kweli duniani tunafilisika, ni kweli duniani tunazika ndugu zetu, lakini kwaya inasema Yesu anenapo vyote vinatulia. Kupitia Yesu mbingu zimetupatia kila tunachokihitaji kwa ajili ya uzima wa milele. Na ngoja nikwambie, ukimpata Yesu umepata vyote. Haujasikia? Ninasema ukimpata Yesu umepata vyote. Njombe, tumekuja kuwaambia ya kwamba ukimpata Yesu umepata vyote. Hata tumaini lenye baraka linapatikana kupitia Kristo na Kristo peke yake. Tajiri mmoja kule Marekani alikuwa amefiwa na mke, wazazi wake wamefariki. Yeye kwao alikuwa ni mtoto wa pekee. Hana ndugu mwingine. Yeye ni mtoto wa pekee. Kwa hiyo alipofiwa na mke akawa amepoteza vyote alivyo navyo, lakini alikuwa na mtoto mmoja wa kiume, kijana. Na huyu jamaa alikuwa ni milionea kwa dollars, mzee Masienene. Sio milionea kwa dola, mzee. Milionea. Lakini ana mtoto mmoja. Na akasema ili nimwachie mwanangu urithi mzuri utakao msustain, utakao yaendesha maisha yake yote hata baada ya kuwa mimi nimekufa, nitamjengea art gallery, art museum. Nitamjengea sehemu ambapo sanaa za uchoraji zitaonekana duniani kote. Sasa kule kwa wenzetu Marekani, hizi sanaa za uchoraji ni vitu vya gharama kubwa sana. Picha zinauzwa kwa mamilioni ya fedha. Mwaka 2017 mchoraji mmoja anaitwa Da Vinci aliuza picha moja kwa dola milioni 450. Ninaongelea trilioni 1.17 picha moja. Kwa hiyo huyu mzee akaanza kusafiri duniani kote, anakusanya hizi picha za mamilioni, anaziweka ili watu wasafiri kutoka duniani kote waje wawe wanatazama picha zile nzuri. Ni picha za gharama. Iliyouzwa hivi karibuni, iliuzwa mwaka jana na iliuzwa dola milioni 320 picha moja. Na sio kubwa kama hiki kibweta, ni kako hivi. Tuna marangi yake, hata ukiangalia kwa kweli mimi niliona hayana mvuto. Eti hapa. Iliuzwa dola milioni 300. Hicho kijamaa hicho. Milioni yani bilioni 779. Si mnajua hiyo ni budget kabisa ya wizara fulani. Picha moja. Na huyu mzee kwa sababu ana fedha akasema nitatembea duniani kote nikikusanya mapicha mbalimbali ili watu wawe wanakuja kuziona, na kwa kupitia viingilio basi mwanangu atapata namna ya kuishi bila shida. Akakusanya picha nyingi na za kuvutia, lakini mwaka 1955 kukawa na ile vita ya Vietnam, na huyu mtoto wake alikuwa ni askari. Kwa hiyo kijana huyu akalazimika kwenda vitani kupambania taifa lake. Akasafiri kwenda Vietnam na akakaa. Vita ile ilipiganwa kwa miaka 20, kuanzia mwaka 1955 mpaka mwaka 1975. Akakaa. Kijana harudi, haandiki barua, haandiki kadi. Akakaa kijana harudi, mpaka siku mzee alipogongewa mlango na askari wawili waliovaa uniform za kijeshi. Wamemletea bendera, wanamwambia mzee, kijana amefia vitani, amekufa
kama shujaa. Ndio kijana pekee aliye naye. Hata ukimwambia kuhusu kufa kama shujaa, ina faida gani? Na alienda mtoto vitani, yeye amerudishiwa bendera. Mzee akaingia kwenye depression, akaacha kutoka nje. Akawa na mjakazi mmoja pale anayemhudumia, haendi dukani, haendi mjini, hasafiri tena. Ile gallery ya mapicha ya gharama ya mabilioni akaifunga. Akasema, niliifungua kwa ajili ya mwanangu, sasa hayupo, ya kazi gani? Akakaa ndani. Siku moja, mwezi wa 12, siku ya Krismasi, barafu ikiwa imeanguka, baridi ikiwa kali, mzee akasikia mlango unagongwa. Sasa huyu ni mtu asiye na ndugu, asiye na jamaa, hategemei mtu yoyote. Akamtuma mjakazi, nenda kafungue mlango. Anapofungua mlango, huyu kijana aliyesimama mlangoni anaulizia mzee yupo. Mjakazi anakwenda anamuuliza mzee, kuna mtu anakutafuta. Mzee anasema, haiwezekani, sina rafiki, sina ndugu, sina yoyote wa kunitafuta. Sina ambaye anaweza kuja kunitembelea Krismasi. Akamwambia, nenda kamwambie aondoke zake. Mjakazi akaenda kumwambia huyu mgeni, mzee amesema hatarajii mgeni yoyote, hayuko tayari kuonana na mtu yoyote, ondoka urudi zako. Lakini kijana yule akawa persistent, akagoma kuondoka, akaendelea kubisha na kubisha na kubisha na kubisha, na anapiga kelele, anaita, anasema, tafadhali ruhusu tuonane. Kwa sababu ya kelele zile, mzee akachoka, akaamua kushika fimbo yake, akajikongoja mpaka mlangoni. Na anapofika mlangoni, anamkuta kijana amesimama, mguu mmoja ukiwa mrefu, mwingine ukiwa mfupi. Amechoka lakini amesimama, amevaa uniform za jeshi la Marekani. Anamwambia mzee, it is Christmas, ni Christmas na nimekuletea zawadi. Akamuuliza, wewe ni nani? Kijana yule akamkabidhi yule mzee bahasha ya kama A4 hivi, sio kubwa, size ya kati. Na mzee alipoifungua bahasha, anapotazama, anaiona picha ya kijana wake marehemu akiwa amevaa uniform zake za jeshi, akiwa anatabasamu. Anamuuliza, unamfahamu kijana wangu? Anasema, ndiyo, ninamfahamu. Unamfahamuje? Anasema, tulikuwa naye kwenye kambi moja vitani, na siku adui walipotupiga, kijana wako alikimbia mpaka akapata sehemu ya kujificha, na yeye alipokuwa salama, mimi nilipigwa risasi ya mguu. Ndio maana mguu wangu mmoja ni mfupi na mwingine ni mrefu, na nikashindwa kukimbia. Nikaanza kulia nikipiga kelele, nisaidieni, nisaidieni. Askari yule anasema, wengine wote hawakutoka, lakini kijana wako alitoka mahali pa usalama. Alitoka, akaja, akanibeba begani mwake, akaanza kukimbia nami kwenda kwenye sehemu ya usalama. Kwa bahati mbaya, tukiingia kwenye handaki, tulisikia mlio wa risasi, na risasi ilikuwa imempiga kijana wako. Akasema, mimi sio mchoraji mzuri, lakini nimeona tu ni commemorate maisha kwa kujaribu kumchora na kukuletea picha yake. Mzee akamwambia, sasa sina mtoto, na aliyekufa at least wewe ndio ulikuwa wa mwisho kumuona. Kwa nini usiwe mwanangu? Kwa nini usije hapa angalau na mimi nikapata mrithi katika nyumba yangu? Askari yule mlemavu akamwambia, mimi kijana wako amenipatia vyote nilivyovihitaji. Hakuna kitu unachoweza kunipatia zaidi ya kafara ya mwanao ambayo inanifanya kuwa hai. Na kijana yule askari akaondoka akichechemea. Mzee kwa furaha mchana ule akaenda kwenye gallery yake ambayo alikuwa ameifunga kwa miaka mingi. Akaifungua, akaanza kufuta vumbi. Akaanza vumbi, na kwenye center ya ile gallery, katikati ya mapicha ya mamilioni, akaiweka picha
ya mwanaye, na akapeleka matangazo, iambieni dunia ya wanasanaa wanaopenda picha, gallery imefunguliwa, waje waone picha kwenye gallery yangu. Na habari zikaenda mbali na karibu, watu wakaanza kubuku holidays kwenda kuona picha ambazo zimepotea kwa muda mrefu. Na wakifika pale, mzee yule alikuwa haongelei picha nyingine yoyote, wachana na zile za mabilioni. Yeye anawaonyesha picha ya mwanae, anasema huyu ni mwanangu, huyu ni mwanangu. Alikuwa askari, alikuwa vitani, alikuwa salama, lakini kwa sababu ya upendo aliacha usalama wake ili wengine wapate kuisha. Huyu ni mwanangu. Wanaokuja hawataki kumuona mwanae, wanataka kuona picha za mabilioni. Kwa hiyo yeye akiongelea habari za mwanae, walitembea na kuangalia picha. Mzee akafa, lakini alikufa ameandika wosia. Haika, unaweza kuja. Kufa ameandika wosia, akasema, baada ya kifo changu ninaomba zile picha za mabilioni ziuzwe, gallery yangu iuzwe na ifungwe. Taarifa zikaenda mbali na karibu. Hizi picha huwa zinauzwaga kwenye mnada. Mzee Warumbe, ukisikia mtu amenunua picha ya milioni $450 amenunua kwenye mnada, hazipatikani sokoni, ni siku maalum. Wakaja wanaume na wanawake kutoka duniani kote, kila mtu anatamani kupata hizi paintings za thamani. Mfungua mnada akafungua mnada, akasema, jamani, mnada uliosubiriwa umefika, na ninaanza kwa kuuza picha ya kijana, ninaanza kuuza picha ya mtoto, ninaanza kuuza picha ya mwana mwenye $1,000 picha ya mwana. Watu wako kimya. $500 picha ya mwana inauzwa, watu wako kimya. Jamani, mwenye $100 picha ya mwana. Mmoja akapiga kelele akasema, hatujaja hapa kwa ajili ya picha ya mwana, nenda kwenye picha tunazozitaka. Anasema, hatuwezi kuuza mpaka tuuze picha ya mwana. $50 picha ya mwana, $20, $10 picha ya mwana. Mjakazi wa nyumba ile akanyosha mkono akasema, kwa $10 ninaichukua picha ya mwana. Muuzaji akasema, $10 mara ya kwanza inaenda, watu wako kimya. $10 mara ya pili inaenda, watu wako kimya. $10 mara ya tatu inaenda, watu wako kimya. Nyundo ikapigwa kwenye meza, picha ya mwana imeuzwa. Mwendesha mnada akasema, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, tunawashukuru kwa kuhudhuria mnada wa leo, na sasa mnada umefika mwisho. Wakapiga kelele wakasema, tunataka picha za wachoraji maarufu, tunazitaka hizo. Mwendesha mnada akasema, jamani, umeandikwa wosia, atakaye ipata picha ya mwana amepata vyote. Atakaye ipata picha ya mwana, haijalishi inapatikana kwa gharama gani, ili muradi tu umeipata. Tumeacha vyote kwa wiki 3 kuja Njombe kuiambia dunia yote, kutokea hapa Njombe, atakaye mpata mwana amepata vyote. Vyote, 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 vyote vinapatikana kupitia mwana. Msamaha wa dhambi unapatikana kupitia mwana. Uponyaji unapatikana kupitia mwana. Vyote vinapatikana. Uzima wa milele unapatikana kupitia. Tumaini lenye baraka linapatikana kupitia mwana. Atakaye mpata mwana katika Njombe Net Event amepata vyote. Vyote vinapatikana kupitia mwana. Vyote. Kwa sababu ya mwana, kuna siku miguu yangu itakanyaga barabara za dhahabu, na nitasimama kwenye bahari ya kioo nikiimba wimbo wa ushindi, kwa sababu nimempata mwana. Wimbo unapoimbwa ninauliza, je, unamtaka mwana? Je, unamtaka mwana?
Je, uko tayari kumpokea mwana wa Mungu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Wimbo unapoimbwa, kama uko tayari kumpokea mwana, simama kwenye miguu yako. Tena mtole Yesu, moyo wangu ni wake, ninavutwa. Kwa nini usianze kuomba? Kwa nini usianze kuomba? Kwa nini usimwambie Yesu, ninakupenda, ninakukubali, ninakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? Kwa nini usianze kuomba? Mwambie Yesu, ninakukaribisha kwenye maisha yangu. Njoo utawale moyo wangu, tawala hisia zangu, tawala akili zangu. Kanisa linaomba, kanisa linaomba. Ukimpata mwana umepata vyote. Na leo kupitia Njombe Net Event tunamleta mwana kwa ajili yako. Yuko tayari kukupokea, yuko tayari kukusafisha, yuko tayari kukuweka huru, yuko tayari kukutakasa na kukusamehe, yuko tayari kukuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Wito wa pili. Yawezekana yuko mtu katika kutano hili, unaweza ukawa hapa ndani au uko nje kwenye mahema, na uko hapa unasema, leo ninayatoa maisha yangu kwa Yesu Kristo, ninampa awe Bwana na Mwokozi wangu, tena kwa njia ya ubatizo. Niko tayari kuiambia dunia kwa uwazi kabisa kwamba leo ninaachana na shetani, maisha yangu ninampa Yesu. Kama uko hapa na unasema uko tayari kumpa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo, unasema niko tayari kumpokea mwana kwa njia ya ubatizo, uko hapa unasema dunia na mambo yake vinapita, ninalo tumaini lenye baraka na ninalisubiria kwa njia ya ubatizo. Wimbo utakapoendelea kuimba, kama uko hapa na unampa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo, piga hatua na uje hapa mbele. Utakuja hapa mbele pole pole. Wimbo unapoendelea, njoo, njoo. Je, yupo yeyote? Je, yupo yeyote anayeyatoa maisha yake kwa Yesu kwa njia ya ubatizo? Kwa nini usipige hatua uje mbele sasa? Kwa nini usipige hatua uje mbele? Mungu akubariki, Mungu akubariki. Wachungaji wanaenda kuwaita. Wachungaji wengine watakuwa hapa mbele kuwapokea. Viongozi, karibuni mje hapa mbele muwapokee watu ambao wanampokea mwana. Njoo, njoo, njoo. Piga hatua uje hapa mbele. Yesu anakuita, na ukimpata Yesu umepata vyote. Njoo, njoo. Piga hatua, njoo. Bwana akubariki. Njoo. Mungu akubariki dada. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Njoo. Yes, Mungu akubariki kijana. Njoo. Njoo, Yesu anakuita. Mbingu zinakutafuta. Saa ya wokovu wako ni sasa. Njoo. Njoo. Karibu mama. Njoo, njoo mama, njoo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kijana. Je, yuko mwingine? Njoo. Yes, haleluya. Haleluya. Njoo. Piga hatua uje. Mungu akubariki. Naona wengine wanakuja kutokea nje. Karibu. Karibu, njoo. Yesu anakuita. Wokovu umefika mlangoni pako leo. Amekuja kukutafuta mpaka Njombe. Haleluya. Naona mchungaji anamleta bibi. Bwana, njoo. Lipo tumaini lenye baraka. Karibu. 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 Yes. Yes. Kanisa naimba yote kwa Yesu. Njoo. Njoo. Mbingu zinakutafuta. Yesu anakungoja. Saa ya wokovu wako ni sasa. Njoo.
Na ukimpata Yesu umepata vyote. Ukimpata mwana umepata vyote. Njoo. Karibu, karibu. Oh, Mungu akubariki dada. Karibu, karibu sana. Mungu akubariki. Yes. Njoo mama, njoo kwa Yesu. Bwana akubariki.